yangu ya kungoja. Kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Nafsi yangu ya kungoja Bwana, kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja Bwana, kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Baba, tunakushukuru, Baba tunakuinua, na Baba tunakupa sifa katika jina la Yesu. Twaomba na kuamini, sema amina. Unaweza sogea viti vya pendo. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Nachukua nafasi kumshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia tena ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Ninamshukuru Mungu na namtukuza Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo nakukaribisha pia tunapoanza mafundisho yetu ya wiki tena katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe katika jina la Yesu. Andiko nasema kwamba hii ni siku ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu ili tukaweze kufurahia na pia kushangilia ndani ya siku hii. Nikukaribishe mtazamaji wangu popote unatazama ukiwa, nasema karibu sana. Tumebarikiwa kwa pamoja na wewe, na tumebarikiwa kwa kuchagua kututazama asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Natumai vipindi hivi ni vya baraka kwa maisha yako na pia vinaleta mabadiliko katika jina la Yesu. Na kuomba moja kwa moja ukaweze kushare video hii ili ukaweze kuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo. Mimi wako Apostle PMC Miu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Tunaongea kuhusu wewe ni roho, ama lugha nzuri mimi ni roho. Tuliona ya kwamba mambo kadhaa ya muhimu ambayo tuliona, na tukasema ya kwamba somo hili lapaswa kuwa mojawapo ya somo la pale mwanzo wakati tunaokoka. Haya ndiyo yale yanapaswa tuwe tunafunzwa pale ambayo ni basics ya Christianity. Kwa sababu tunapoingia katika Ukristo, kitu cha kwanza tunapaswa kufunzwa kuhusu ni identity yetu. Kwa sababu kuna mabadiliko. Biblia inasema tazama ya kale yamepita, sasa mapya yameanza. So tunapaswa kufunzwa haya mapya. Maisha ya zamani imeisha, sasa wewe umeanza maisha. Ya kale yamepita, Biblia inasema sasa wewe ni kiumbe kipya. Sasa tunafaa kufunzwa zaidi, mimi ni kiumbe kipya. Nifunzwe kuhusu kiumbe kipya ni nini. Lakini kwa sababu ya mambo mengi na changamoto pengine, ndio tunakosa kufunzwa hili somo pale mwanzo. Na ndio maana watu wengi unapata wameishi kwa wokovu miaka mingi, lakini mpaka wa leo hawajajijua wao ni nani. Na pia the way wanaoperate mambo haya ya kimungu ni kulingana na ukosefu wa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. So tazama ya kale yameisha, sasa wewe umekuwa kiumbe kipya. Tunapaswa kufundishwa inamaanisha nini wakati tunaitwa kiumbe kipya. Hiyo inamaanisha nini?
Sasa wewe ulikuwa umekufa kwa ajili ya dhambi na makosa, sasa umefufuliwa pamoja na Kristo. Hiyo inamaanisha nini? Bwana asifiwe. Ni nani huyu amefufuliwa? Na umefufuliwa pamoja na Kristo, umewekwa katika ulimwengu wa roho, umeketishwa pamoja na yeye. Tunafaa kufafanuliwa hiyo. Tukishafafanuliwa na tufunzwe kuhusu wewe ni kiumbe kipya, kisha baadaye mmewekwa katika ulimwengu wa roho, tufundishwe hizi vitu, nafikiri hii mambo ya Mungu haingekuwako na hukumu mwingi ambao tunapatana naye. Maana ningekuwa najijua na ninajua niko wapi. Ningekuwa ninajijua na ninajua niko wapi. Bwana asifiwe. Na pia ingenisaidia kuelewa about the gospel of prosperity. You know, when we talk about prosperity, greedy preachers or greedy people direct wanakimbia katika the physical life, physical prosperity. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Watu ndio unapata ya kwamba hiyo injili imehesabika kuwa ni mbaya, kwa sababu haionyeshi njia ya mbinguni. Kwa sababu pia watu wamefunza prosperity ya mwili, lakini hawajajua we have a spirit body. The prosperity ya spirit body hatujafunzwa ni nini hizi. Sisi tunajua mtu mwenye ameprosper ni mtu ako na kazi, ako na magari, ako na manyumba. That's a physical part of it with our physical body. But also the spirit man, prosperity hii ya kiroho, mtu ambaye ameprosper ni nani? Tunapaswa kufunzwa hizo. Sasa tumeona ya kwamba wewe ni roho. Unaishi, uko na nafsi, unaishi kwa mwili. Wewe ni roho, uko na nafsi na unaishi wapi? Unaishi kwa mwili katika jina la Yesu. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Yani awatakase kabisa, kusisalie hata na sehemu ambayo bado. Awatakase kabisa nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muweze kutakaswa. Sasa Biblia inatuelezea sisi ni akina nani? Wewe ni nani? Biblia inaelezea wewe ni nani. Na tuliona katika kitabu cha Mwanzo, Mungu kupitia mavumbini akaufanya mwili wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Akaufanya mwili wa mwanadamu. Kile ambacho hatuambiwi kilifanywa ni hatuelezewi zaidi kuhusu nasi, but the Bible says tukakuwa nasi. We became a living soul. Lakini vitu viwili ambavyo tunaambiwa ni kwamba Mungu kwa mavumbi akamfanya mwanadamu, ambayo hiyo ni miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jambo la pili tunaambiwa akapulizia pumzi ya uhai. Alipopulizia pumzi ya uhai ndio jina nafsi inatokea. Biblia inasema mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. So tunaona roho na mwili ikiunganishwa pamoja, nafsi inatokezea. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na hapa tunaambiwa utakaso huu watakaswa kamili, nafsi, roho pamoja na mwili wako. Biblia imesema mpaka mwili wako. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo msisitizo ambao ninauleta ni kwamba wewe ni roho, mimi ni roho. Sema mimi ni roho.
Haleluya. Mwili wako sio wewe halisi. Mwili wako sio wewe halisi. Na ndio maana tunasema mwili wako sio wewe halisi. Lakini kile ambacho kinasababisha ujitambue sana na mwili ni kwa sababu hii ndio unaihisi sana na unaiona sana. Lakini sisi tulio katika Kristo tunapaswa kukuwa na ufahamu ya kwamba mwili wangu sio mimi halisi. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi halisi, mimi ni roho. Sema mimi ni roho. Sasa shughuli zako, activities zako, mambo yako yote unapaswa kuelewa unayafanya katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Yohana 3:1. Somo nzuri sana ambalo pia tulipata hapa katika jina la Yesu. Nilikuwa nikisoma asubuhi, ikawa ingawaje napewa kamwelekeo kingine ka ujumbe hapo, lakini ikawa inanitia moyo. Biblia inasema basi palikuwa na mtu mmoja Mfarisayo, jina lake Nikodemo. Yohana 3:1. Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku, hakukuja mchana, alikuja usiku. Akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu. Yani pia sisi twakujua. Na twakujua ya kwamba wewe mwalimu. Wewe ni nani? Nambari ya kwanza walimtambua Yesu kuwa nani? Walimtambua mwalimu, nambari ya kwanza. Nambari ya pili, na pia umetoka kwa Mungu. Jambo la kwanza, wewe ni nani? Mwalimu, na unatokana na Mungu. Unatoka kwa Mungu. Haleluya. Ndio kama zako mwambie unatoka kwa Mungu wewe. Ndio kama zako mwambie unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwamba unatoka wapi? Ama unatokana na Mungu. Kwa maana unajua ni kwa nini tunajua unatoka kwa Mungu? Sababu ndizo hizi. Haleluya. Sababu ndizo hizi. Kwa sababu kumbuka, hawa walikuwa ni walimu wa sheria. Na kumbuka wanaongea kuhusu neema. Halo, hawa ni walimu wa sheria. Hawa ni wale waliompinga sana. Hawa ni wale ambao alikuwa anatafuta kumwangamiza. Haleluya. Hawa ni wale ambao alikuja kukawa na matatizo katika madhehebu zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu ilikuwa ndani mwao. Hata kama walikuwa wanampinga, kuna kitu walikuwa wanajua. Hata kama walikuwa wanataka kumuua, kuna kitu walikuwa wanajua. Leo nimekuja kukutangazia ukweli haiwezi kapingika. Mtu anaweza nyamaza na ukweli. Mtu anaweza akaignore ukweli, lakini ndani ya moyo wake anajua hii ndio ukweli. Mambo yale yote waliokuwa wanamfanyia Yesu, ndani ya mioyo yao walikuwa wanajua ndio huyu. Kwa sababu ukiangalia mazungumzo ya Yesu pamoja na yule mwanamke Msamaria katika kisima cha Yakobo, ingawaji alikuwako na wanaume wengi, ingawaji alikuwako ni mwabudu katika milima, ingawaji alishikilia kisima cha Yakobo walioachiwa, kuna kitu ilikuwa ndani ya moyo wake. Alikuwa anajua ya kwamba kuna mtu atakuja. Kuna mtu ilitabiriwa atakuja. Kuna mtu iliyotabiriwa, yani ni wewe. Na alijua jina Mesia.
Kwa hivyo akiendelea kufanya kile alikuwa anafanya, akiendelea kuabudu milimani, alikuwa anajuaga kuna Yesu Kristo ndani ya moyo wake. Kwa hivyo hata kama alikuwa mwalimu wa sheria, hata kama alikuwa kwa hiyo mambo yote, kuna kitu kimoja ambacho kimemsababisha kujua huyu anatokana na Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, mpendwa, hatuhitaji kuambia tumeokoka, hatuhitaji kuambia tunatokana na Mungu. Kuna vitu wanapaswa kuona, kuna vitu wanapaswa kusikia, na waseme na wewe umeokoka, na wewe uko na Mungu, na wewe uko na Kristo, na wewe unatokana na Mungu. Haleluya! Kama Nikodema aliweza jua hii, basi na mashetani yanapaswa kukujua pasipo kujitambulisha. Wakati tutaweza kuelewa identity yetu vizuri na tujielewe vizuri, tayari unapaswa jua mapepo yanakujua. Mark chapter 5, alipovuka ng'ambo ya pili, yule mpendwa aliyekuwa na pepo ndani mwake, Yesu hakujitambulisha yeye ni nani, wala hakusema amekuja kufanya nini. Tayari walikuwa wamejua amekuja kufanya nini. Tayari walijua huyu ni mwana wa Mungu. Katika Matthew chapter 4, Yesu hakujitambulisha, lakini shetani alimwambia ikiwa wewe niwe mwana wa Mungu. Kwa hivyo kumaanisha alijua ndio huyu, alijua ni huyu, alijua ni huyu, alijua ni huyu. Unapaswa kujulikana katika jina la Yesu Kristo. Haupaswi kusimama kila mara unajitambulisha. Ukiingia mara moja katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kihalisi, inapaswa kujulikana ni nani amefika. Lakini leo tu wana kazi kubwa tu ya kuambia watu mpaka umuelezee, unajua mimi nakuwa nimeokoka, unajua mimi nataka kanisa fulani, unajua Pastor Simio ndio pastor yangu, hata mimi nakuwa toka mazako mwambia hauhitaji yote. Leo tuna struggle kuelezea watu tumeokoka. Na hata wengine kwa maploti wakituona tukitoka tuende church wanashangaa na sisi. Kwa nini anakuwa kama ameokoka? Unajua mimi miaka na muonaka kitoka na Bible nashinda anaendaka wapi? Kwa sababu hakuna kitu inajulikana na wewe unatokana na Mungu. Umebarikiwa leo kusikiliza ujumbe huu. Biblia inasema Nikodema akasema wewe ni mwalimu, tusome. Na pia umetoka kwa nani? Kwa nini? Kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe. So kuna kitu aliona Yesu akifanya. Kuna kitu aliona Yesu akifanya. Akajua wale watu ambao hufanya hivi vitu wanatoka. Sasa sijui Nikodema anaweza sema yeye anatoka wapi. Kwa sababu pia Nikodema anadai hata yeye alikuwa anafanya vitu ya Mungu. Sasa Nikodema na Yesu Kristo wanatupatia picha. Kwa sababu kila mara kwa Biblia Yesu aliongea kuhusu vitu viwili, watu wawili, watoto wawili, wanawali, wapumbavu. Umeona kwa Biblia mbili. Pia hii tunaweza tukaweka ni mbili. Kristo pamoja na Nikodema. Wote wanafunza kuhusu nani? Nikodema anafunza kuhusu nani? Mungu. Na Yesu anafunza kuhusu nani? Lakini mmoja ana matendo ya uungu. Mmoja ana matendo ya uungu, lakini mmoja hana matendo ya uungu. Yesu akasema tutawajua kwa matunda wanayotoa. Nikodema akamjua Yesu kwa njia gani? Kwa matunda aliyoona, kwa matunda ambayo Kristo Yesu alitoa. Na kumbuka, hatung'ang'ani kutoa matunda, hatuombi tukue na matunda. Watu wanaenda kufunga na kuomba na wako na matunda mazuri. La hasha, kuna tunda la Roho Mtakatifu.
Mtakatifu, walio na Roho Mtakatifu, matunda inapaswa kuonekana. Ni nini Nikodema anasema hii mambo unayofanya ndio imenithibitishia unatoka kwa Mungu. Wapendwa, tunapofanya vitu thibitisho ya kwamba tumeokoka. Wapendwa, tunapofanya vitu thibitisho ya kwamba tuko na Mungu. Nataka kusema, sijui kama sasa mahali imefika unapaswa kuchoka kujielezea unatoka kwa Mungu. Unapaswa kuchoka kujielezea umeokoka. Wacha matunda yako iongee, wacha maongeo yako iongee, wacha mienendo yako iongee, wacha tabia yako iongee, wacha unavyofanya vitu iongee. Akamwangalia Yesu, akakuwa makini vile Yesu anafanya vitu. Akasema hii vitu sijaona mtu yote akifanya, wala sijaiona kwa sinagogi yetu, wala sijaiona kwa mimi, lakini hii vitu inafanywa tu na watu ambao wanatokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, 1 John chapter number 4 verses number 6, Bible inasema sisi, haleluya, Bwana asifiwe, ya kwamba sisi twatokana na Mungu. Nikodema amemwambia Yesu, wewe watokana na Mungu ama watoka kwa Mungu? Sasa Biblia inakuja inatuambia na sisi basi twatokana na Mungu, na yeye amjuae Mungu hutusikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi twatokana na Mungu. Asubuhi ya leo nimekuja kukutangazia ya kwamba wewe unatokana na Mungu. Kwa nini unatokana na Mungu? Kwa sababu wewe ni roho, kwa sababu umefufuliwa pamoja na Kristo, ndio maana unatokana na Mungu. Akina Nikodemas ni wengi. Nikodemas wako kanisani, Nikodemas wako kule, wanapaswa kushangazwa na mambo unayoyafanya. Wapendwa, sisi si wanadamu wa kawaida. Wapendwa, wewe si mwanadamu wa kawaida. Sisi si watu wa kawaida. Tunatokana na Mungu. Matendo yetu inapaswa kushangaza, maongeo yetu inapaswa kushangaza, vile tunafanya mambo inapaswa kushangaza. Ukitukosea, vile tutadili na wewe inapaswa kukushangaza. Nilikuwa naangalia filamu moja ya Nigeria. Nilipokuwa ninaiangalia, kukawa na huyu mume amepatikana na mke wake, amepatikana na mke mwingine, na mwanamke mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mke wake alipotoka kazini akaja akampata na mwanamke mwingine kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Haya, yule mwanamke hakufanya chochote. Yule mke alikuja akaangalia, akashangaa, kashindwa ni nini. Akapanda akaenda wapi? Akaenda kwa stairs, akaenda kwa bedroom yake kujirefresh. Hiyo ikachanganya mume wake, na ikachanganya yule mwanamke. Si lazima yeye tamshangaza? Si lazima tamshangaza? Yule mwanamke akapaparika akatoroka. Mwanaume akasalia peke yake, akijiuliza kwa nini hajafanya chochote. Kisha baadaye akamwendea rafiki yake, akamwambia kuna kitu inanishangaza. Nashangaa mpaka sasa, nashangaa, nimeshindwa kukula, nashindwa vile kunaenda. Nieleze nini? Ambia mke wangu amenipata na mwanamke kwa nyumba. Na vya kushangaza hakuongea, hakufanya chochote. Alisema ameenda kujirefresh huko juu. Hivyo tosha. Akasema hicho kitendo kinanishangaza, maana nilitarajia apige kelele, nilitarajia amshike yule mwanamke, nilitarajia alitusi.
lakini haikutendeka hivyo. Haleluya, haleluya. Angemshika yule mwanamke ampige, ingebadilisha nini? Angemtusi mwanamume wake, ingebadilisha nini? Pengine angechukua hatua, angekosa shida nyingine mbaya. Pengine angeinua voice yake kwa mume wake, mume wake asema hata kama nimekosea sasa unaniongelesha kama mtoto. Ibadilike ilete mambo mengi. Lakini alionekana mjinga. Lakini alikuwa mwerevu. Nasema alionekana mjinga, but in the real sense alikuwa mwerevu tena sana. Kwa sababu iligharimu self control. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uimagine vile alijicontrol tena sana. Na nataka uimagine kunyamaza kwake vile kulimsababisha mume wake ajirudie. Ndio ilikuwa njia hatari sana ya kuongelesha mume wake. Unajua hiyo ilikuwa njia moja hatari tena sana ya kuongelesha mume wake. Sababu hiyo kitu ilimsumbua. Wangekorofishana kwa nyumba, hiyo kitu ingesumbua mume wake. Hata angeshangaa. Wangebaki tu wakituskanana wasumbuane hivyo na hivyo. Lakini hiyo kitu ilisumbua mume wake. Nini mimi nimefanya haki? Unataka kuniambia mwanaume atawahi leta tena mwanamke kwa nyumba tena? Unataka kuniambia hicho kitendo kitawahi tendeka tena? Hakitawahi tendeka, because alimuongelesha kwa njia ya hali ya juu sana, ambayo katika ulimwengu wa mwili wewe mwanamke ni mjinga, lakini katika hali halisi wewe mwanamke alikuwa mwerevu. Naongea kuhusu matendo ya Yesu ilimshangaza Nikodemus. Hivyo ndivyo Nikodemus alishangaa. Huyu mume alishangaa na kitendo cha mume wake, cha mke wake. Hapana. Mpaka anasema nilitarajia kwa mwenda wazimu. Nilitarajia lete shida. Nilitarajia kumwagia. Nilitarajia hizo sarakasi zote. Leo nimekuja kutangaza katika jina la Yesu, vile wanatarajia ubie, wacha waone tofauti katika jina la Yesu. Maana za zingine tutaonekana wajinga, lakini sio wajinga sisi. Wakitukosea na vile watatufanyia, hatutareact kama wengine. Tutareact kwa njia ambayo wakituona watarudi waulize maswali. Kwa nini huyo dada nimemfanyia hiyo? Kwa nini nimemtusi hiyo matusi yote? Mbona kwani mtu anakuwa ameokoka? Inaonekana huyu anaendaka church. Inaonekana ameokoka. Huyu mtu hatawahi kutusi tena. Na kando na hiyo, kwa jinsi ambavyo umereact itaonyesha kwamba inaonekana kuna kitu tofauti huyu mtu ako nayo. Kristo Yesu wake ataonekana. Lakini mara nyingi Yesu wetu haonekani. Mara nyingi Yesu wetu haonekani. Angeingia kwa ile nyumba, pengine ampige yule mwanamke, amuumize. Yule mwanamke akimbia achukue nini? P3. Hawa anamuumiza. Sikatafungwa ndani. Kakifungwa ndani, sikamewawacha sasa, ndikamewapatia space. Kutumia shida kusababisha shida nyingine. That's why kuokoka ni kukufa njia nyingine. Our physical reaction imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Imefanya nini? Imekufa. Inabaki na shangaza watu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunatokana na Mungu. Na ni nini ilisababisha Nikodemus akajua Yesu anatokana na Mungu? Mambo aliyoyafanya, matendo yake. Bwana asifiwe. Matendo yako peke yake wacha iseme unatoka wapi. Matendo yako peke yake wacha iseme unatoka wapi. Nasema ukipatana na Mkatoliki lazima akwambie ni Mkatoliki. Utajuaje ni Mkatoliki? Utajuaje yule ni Mkatoliki? Rosari wapi? Identity yako.
Ukipatana na mtu wa Rachel Maria, atakwambia ni wa Rachel Maria. Utaona picha ya nani? Ya Ondeto kwa kifua. Ukipatana na Muislamu, utahitaji akwambie ni Muislamu? Utajuaje yeye ni Muislamu? Utajuaje mtu ni Muislamu? Mwaijua hapa? Hapa. Muislamu halisi. Hapa ni nyeusi. Kwa nini? Kwa nini? Swali lazima hapa inagongana na gonga chini. Haya, mpende kote, ukipatana naye unajuaje? Sisi tutajulikana kwa matendo. Sisi tutajulikanaje? Sisi tutajulikana kwa matendo. Mimi mtanijua kwa vile nimevaa. Maana kuvaa vizuri hakutupatia identity. Kuvaa nguo mrefu mpaka chini hakukupatia identity. Kufunga kitambaa hatutajua kwa kitambaa. Kitambaa kichwa na nguo refu itatuambia wewe wa dini gani. Lakini anayetanishwa na Kristo tunamjua kwa matendo. Hatumjui kwa chochote. Hakuna kitu tunaangalia kwa mwili wake tumjue anatokana na Mungu. Tunaangalia wakati unaongea. Tunaangalia wakati unaongea. Na tunaangalia vile unaishi na vile unafanya vitu. Then natuambia na huyu anatokana na Mungu. Simama kwa ndugu yako. Matendo yangu yatambulishe natoka wapi. Mienendo yangu itambulishe natoka wapi. Sio kwa mavazi, ni kwa matendo, ni kwa jinsi tunavyoishi, kwa jinsi tunavyoongea. Itatutambulisha sisi tunatoka wapi. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, na Baba upewe sifa. Kwa jina la Yesu tuomba na kuamini, sema amina. Ungeweza kumwambia unatokana na Mungu. Ungeweza kumwambia unatokana na Mungu wewe. Mwambie unatokana na Mungu. Na matendo yako inapaswa kumtosha shetani. Ukiingia mahali mtu yote ako na roho chafu, anapaswa kukutambua mara moja. Sasa kila mahali unajipata unapaswa kusumbuliwa. Sasa watu wanapaswa kukuchukia pasipo sababu. Unajua hivyo? That's why your identity inapaswa kuirritate watu wako na roho mbaya. Wewe ni mtu unapaswa kuwa na uzuri ya kutuambia pasta, hata mimi nashinda hii jamaa ananichukia nini? Si anakuchukia, nikwambia chuki ni spirit. Ni spirit yenye ndani yako. Imeshaelewa huu wewe ni nani. Na hakuna vile unaweza kaa mahali na watu wako na spirit mbaya na wakae na amani na wewe. Hiyo ni vibaya. Vibaya ukae katikati ya watu wengine hawajaokoka wa nini na wanakana wewe na vizuri. Uko na shida. Uko na shida. Lakini kusumbuliwa kwako sana, ujue sio watu unasumbua, ni watu wawili hawaonekani wanasumbuana. Mwenye yako ndani yako haonekani,
anatatiza mwenye ako ndani yao haonekani. Sasa ukiona levels umefika mpaka anadai ameokoka na anasumbukana, ujue kuna roho chafu ndani yake. Kila mahali tunakaa, si kila mtu anafaa kubaliana na sisi. Yesu tu alipovuka ng'ambo ya pili, kuvuka peke yake, kuvuka nini ilifanyika? Kulianza kuwa na shida. Toka kwetu. Hata Yesu hajaongea, Yesu hajafanya chochote, lakini toka kwetu. Una nini na sisi? Wote tuangamize. Hii vitu yote nani ameongea? Mimi sijakuja kuangamiza, mimi nakuja tu kufungua ujamaa. Lakini tu Yesu kufika tu ilileta shida. Wajua tu kuzaliwa kwa Yesu tu mara moja ilileta shida. Kuzaliwa kwa Yesu wacha kuzaliwa. Habari za Yesu, Mariamu, utapata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kotishipu yake na Joseph ilileta shida mara moja. Akazaliwa problem mara moja. Maana hakuna vile unaweza kaa katikati na watu na marombofu mbovu, roho za wivu, roho za chuki, roho za kwenda kwa mganga. Mpaka mtu anaenda kwa uganga na anakushuhudia mzuri. Rafiki yako kwanza mzuri amkosana naye, ni mwenye anaenda kwa waganga. You have a problem. Yani identity yako haisumbui uganga yenye anaenda, hiyo giza iko ndani yake. Yani haisumbui. Hii mambo ya kila mahali unakaa na watu na amani, uko na shida. Jitokezee katika jina la Yesu. Mtachukiwa. Yesu alisema tutachukiwa kwa ajili. Wewe umefika hiyo level, unatafuta kwa nini anakuchukia unakosa. Una discover ni Yesu. So ukipata unachukiwa kwa ajili ya Yesu, ujue ni it's an evil spirit inside somebody. Imekuwa tatizo na identity yangu. Amani. Wewe unaendelea kutafuta amani na hao watu mnafanya kazi na wao wote hapo. Kama zangu mwambie utatafuta mpaka Yesu arudi. Unaendelea kutafuta amani na jirani yako. Endelea tafuta, haitawahi patikana because the kingdom of darkness and the kingdom of God haitawahi kuwa na amani. Wewe kwa nini uliokoka kuja ufanye amani kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru? Acha zako wewe. Ndio kama sasa mwambie atakuja kufanya amani na ufalme wa giza. Hatuna shida na huyo mtu, hatuna shida. Tunajua shida ni nini? Because in our physical bodies hasina uadui. My body, your body haina enmity. Enmity inakuja na nini iko ndani yako. Na nini iko ndani yako. Kuna mtu unasikia sasa umepata amani. Acha kwenda kutafuta amani na kila mtu wako. Acha kwenda kutafuta amani. Unatafuta amani na mtu wako na roho mbovu ndani yake, utapataje amani? Amani ni aokoke ama atoke. Sasa Baba, katika jina la Yesu, ninaomba tuelewane. Yesu hakwenda kuelewana na wao. Wewe usikutane na wewe kesho tena asubuhi masaa kama haya. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine. Tukutane kesho tunapoendelea na ujumbe huu katika jina la Yesu. Sema amen.